They shall lift up their voice, they shall shout for joy, they shall cry aloud and be free. They shall glorify the name of the Lord. Is the blood-bought, the church, the redeemed. The army of the Lord. We are going forth. Zion of the Lord, let the head ring forth with his praise. All his children rejoice from the highs of the sea. Is the blood-bought, the church, the redeemed. And we are the army of the Lord. Army of the Lord. In the blood. And we are going forth. This mighty moving force. With a shout of praise and the two-edged sword. Let the earth be silent, let the winds cease to blow, every creature be filled your wings. For there's a new song be sung with a new melody. It's the blood-bought, the church, the redeemed. And we are the army of the Lord. And we are going forth. This mighty moving force. And with a shout of praise and two-edged sword. And with a shout of praise and two-edged sword. Must be free. We're the King's mighty army. We're the triumphant church. We're the glorious church. We're the blood-bought church. The redeemed.
Piga makofi, piga makofi. Ufu kwa Bwana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kutuleta pamoja. Hii ni ibada ya pamoja. Na unajua kuna mtu alihudhuria ibada mojawapo. Kwa hiyo baada ya ile ibada kuisha, yule mtu akawa anazungumza na mtu mwingine aliyekuwepo kwenye ile ibada. Nasema namna ambavyo waliendesha ile ibada hawakufanya hivi. Kanisani kwetu hatufanyi hivyo, hatuendeshi ibada hivyo. Na yule mtu mwingine akamjibu akamwambia, hatupo katika kanisa lako wala kanisa langu, tupo katika kanisa lake. Asubuhi ya leo tupo katika kanisa lake, mchana wa leo. Na hivi ndivyo anavyofanya na namna anavyofanya katika nini? Katika kanisa lake. Juu ya mwamba huu ninalijenga kanisa langu. Sio kanisa lako, kanisa langu, kanisa lake. Yeye analijenga kanisa lake. Na baraka za Kristo katika ule utele zitakuja juu ya maisha yako. Kabla hujaketi, tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, tupo juu ya mwamba. Hili ni kanisa lako. Wabariki, libariki kanisa lako, litumie kanisa lako kuubariki ulimwengu na kuleta ulimwengu upande wako. Asante Bwana. Kwa jina la Yesu tumeomba. Mungu akubariki, unaweza ukaketi. Tazama huku juu. Kuagizwa upya. Hebu mtu mmoja asema kuagizwa kwa upya. Na kuvikwa nguvu. Hebu sema kwa sauti, kuvikwa nguvu. Kabla ya kutiwa nguvu kuna kutiwa nuru na kujumuishwa na hatimaye kuvikwa nguvu na kuhusishwa. Mara nyingi tunapokuja katika ibada ya kwa pamoja kama hivi, tunataka kupata baraka juu ya baraka nyingine. Na tupo hapa asubuhi ya leo. Bwana atakuvika nguvu. Na Bwana atakujumuisha katika jeshi lake. Na Bwana atakutia nuru. Na Bwana atakuvika nguvu. Na Bwana atakuhusisha katika kazi yake. Na tazama Isaya sura ile ya 6 mstari wa 8. Isaya 6:8. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Sauti ilitoka mbinguni. Mungu kutoka mbinguni alikuwa na kazi aliyotaka ifanyike. Mungu akiwa mbinguni kulikuwa na neno alitaka lihubiriwe. Mungu akiwa mbinguni alikuwa na watu wanaofikiria kuwarejesha na kuwabadilisha. Mungu alikuwa na neno katika akili na moyo wake, maono ambayo alitaka ayadhirishe. Na alikuwa akimtafuta mtu. Na leo Mungu anao ujumbe wa siku za mwisho ambao anautumwa kwa ulimwengu katika muhula na wakati huu. Na anazungumza lile lile leo. Ni mtume nani? Na ni nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Anasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, na anasema nim. Na mstari unaofuata anasema, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu?
umoja, utele. Hayo maneno yote yanatumika kwa pamoja kumzungumzia Mungu mwenye enzi. Ni maneno ya umoja kwa wingi. Ni mtume nani? Na ni ule muunganiko wa Utatu Mtakatifu. Na anasema ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Wingi katika ule Utatu Mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa ajili yetu, pamoja na kwa ajili yetu, kwa ajili yangu. Na hilo limekuwepo tangia mwanzo. Mungu alipomuumba mwanadamu, na tumuumbe mwanadamu kwa sura yetu, kwa wingi. Na Adamu na Hawa walipofukuzwa kutoka katika bustani la Edeni, akasema huyu mwanadamu amekuwa kama mmoja wetu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na Yesu alipobatizwa katika maji tele, Yesu mwana aliingia katika ule mto. Mwana wa Mungu akaibuka tena kutoka majini. Sauti ya Baba ikasikika kutoka mbinguni, na Roho Mtakatifu akashuka kwa mfano wa ua. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni mtume nani? Kisha anasema ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema mimi hapa. Wakati unakuja katika maisha yako, na wakati utakuja katika maisha yako, utaisikia sauti ya Mungu. Watu wengi husikia sauti ya Mungu na wanaenda zao. Lakini wakati huo utakapokuja katika maisha yako, ni lazima utoe jibu. Neno linatoka mbinguni linakujia wewe leo. Lazima utoe jibu. Isaya angesema, hilo halinihusu mimi. Mimi tayari ninapiga mbio. Hilo sio kwa ajili yangu. Mimi nimekuwa nabii tayari. Katika sura ya 1 tayari alikuwa akitangaza neno la habari njema. Sema njoni tusemezane, asema Bwana. Katika Isaya sura ile ya 2 tayari alikuwa anahubiri neno. Sema kila kilima kitashushwa, na Bwana peke yake ndiye atakayetukuzwa. Na sura ile ya 3 alikwisha waambia watu tayari, na akawaambia kiburi chenu kimewaangamiza. Sura ile ya 4 Isaya tayari alikuwa ni mhubiri, na alikuwa akizungumza juu ya utukufu na mambo mazuri yatakayokuja. Sura ya 5 anazungumza juu ya shamba la mizabibu la Bwana. Na sasa sura ya 6 swali linakuja, ni mtume nani? Yeye akusema tayari mimi nimekuwa nikifanya kazi ya Bwana, na niache jambo hilo kwa ajili ya watu wengine. Wewe ni mhubiri, wewe ni mhubiri, wewe ni mwinjilisti kama mimi, wewe ni mchungaji, wewe ni mtumishi. Swali linakuja kwako, ni mtume nani? Nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Usiliwepeleke hilo swali kwa watu wengine, lakini kama Isaya sema nipo hapa, nitume mimi. Alikuwa anatumwa kwa upya, anaagizwa kwa upya. Alikuwa ametumwa hapo awali na alikuwa ni mwaminifu, lakini Bwana anataka amwagize kwa upya, amtume kwa upya. Na Bwana mchana wa leo anataka kukutia moto mpya katika maisha yako. Anataka akutume katika mashamba yale kwa upya, na anataka kufanya kitu kipya katika maisha yako. Atakuvika nguvu kwa upya leo. Na unajua kila
itikia wito mpya kutoka kwa Bwana. Moto mpya na nguvu mpya itakuja juu ya maisha yako. Je, mimi niko hapa ili kuhubiri? Ndiyo. Nipo hapa kuhubiri na kupokea. Hata mimi nasikia lile swali nami. Nasikia lile swali. Ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Sisemi ebu hilo swali liende kwa kizazi kipya. Natangaza na kutamka kwenye madhabahu hii, nipo hapa, nitume mimi. Je, umechoka? Je, umekuwa dhaifu? Je, umemaliza kazi yako? Je, umekamilisha? Jibu lako ni lipi? Mimi hapa, nitume mimi. Kutoka katika vina vya moyo wako. Ebu sema maneno hayo vizuri. Mimi hapa, nitume mimi. Atakuvika nguvu. Atakutia nuru. Atakujumuisha katika jeshi lake. Atakuwezesha. Atakuhusisha. Ataifanya kazi yake ifanikiwe katika mikono yako. Tazami Isaya amekuwa anahusika na kufanya kazi kutangia sura ya 1 mpaka sura ya 5. Sasa hatua mpya inaanza katika sura ile ya 6. Sura ile ya 6. Hii hapa ni sura ya 6, sura ya 7. Isaya alikuwa hajaona hili hapo zamani. Sema bikira atachukua mimba na atamzaa mwana, na jina lake mwana ataitwa Emmanuel. Ni baada ya kule kuagizwa kwa upya, akapokea maono mapya kwa ajili ya Emmanuel atakayekuja. Isaya alikuwa hajaona hili. Sura ya 9 anasema, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Hata kama tumekuwa katika huduma, wito mpya unapokuja juu ya maisha yako na ukampa Bwana jibu jipya, mafunuo mapya atakuja kwako. Je, umemwona Isaya? Kuna sura 66 katika kitabu cha Isaya, na kuna vitabu 66 katika Biblia nzima. Umemwona Isaya? Unapomwona Isaya, kitabu cha Isaya kimegawanyika katika mafungu mawili. Vitabu 39 vinazungumza juu ya Agano la Kale na maisha ya wana wa Israeli kwa ujumla. Sura 39. Una vitabu vingapi katika Agano la Kale? 39. Na una vitabu 27. Baada ya vitabu 39 una vitabu 27. Vitabu 27 katika ufalme mpya na mafunuo mapya ambayo Isaya anatupa. Kwa hiyo sura 66 za kitabu cha Isaya 39 na 27 ni mfano wa Biblia nzima, kwa sababu ya mwitikio wa mtu mmoja kwa wito wa Mungu. Mimi hapa nitume. Katika sura 27 zilizobakia katika kitabu cha Isaya, sura ya 53 ndio sura katikati hapo, na hiyo ndio sura inayomzungumzia Yesu Kristo, ya kwamba makosa yetu yote yamewekwa juu yake. Hiyo ndio sura inayozungumza ya kwamba kwa kupigwa kwake tumepona, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa sababu aliitikia wito wa Mungu.
Mungu akamwinua nabii asiyekuwa na mfano katika Agano la Kale. Na kwa sababu leo wewe utaitikia wito wa Mungu, Mungu anakuinua wewe kuliko hautofanana na mtu mwingine yeyote katika nchi ya Tanzania. Kuna kitu kinatokea katika moyo wako, kitatokea katika huduma yako, kitatokea katika familia yako, nguvu mpya. Na hasa ni Yesaya tu anayesema mimi na watoto niliopewa tu kwa ajili ya ishara na ajabu. Na hii si ibada uliyoizoea ya kawaida ya chini chini. Ni ibada iliyotukuka ya juu kwa ajili ya maisha yako. Utukufu utakuja juu ya maisha yako, nguvu itakuja juu ya maisha yako, na kupenya kwa ile nguvu kuja katika maisha yako, na mafunuo mapya kuja katika maisha yako. Tunapotazama sura hii ya 6 ya Isaya, kwa sababu hapo ndipo ambapo alipoanzia Isaya, na wewe hapa ndipo ambapo unapoanzia katika maisha yako. Lazima uiandike tarehe hii ya leo chini. Hii ndiyo tarehe inayochora mstari wa kutofautisha mambo ya kale na mambo mapya yanayoanza katika maisha yako. Na ushuhuda wa mambo ya kale hayatakuwa bora kuliko mambo yanayokuja baadaye. Na kule kuvunjika moyo na kushindwa kwa kale hakutovuka tarehe ya leo, tarehe ya kutenganisha mambo ya kale na mambo ya baadaye. Isaya tangu siku ya leo alitembea na ufunuo mpya na nguvu mpya na mamlaka mpya. Kama unakubaliana na hilo ni fungu lako. Kwa hiyo tunarudi katika Isaya sura ile ya 6 mstari wa 1. Tunazungumza juu ya kuagizwa kwa upya watu wa Mungu waliouishwa. Kuagizwa kwa watu wa Mungu waliouishwa. Kuagizwa kwa upya kwa watu wa Mungu waliouishwa. Tazama mstari wa 1 Isaya. Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Tazama mstari wa 2. Mstari wa 2 anasema juu yake walisimama maserafi. Hao ni malaika, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliluka. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Na mstari wa 3. Mstari wa 3, wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, 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 mtakatifu Baba na mtakatifu Mwana Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Al otro diciendo, santo, 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 que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dunia yote imejaa utukufu wake. Isaya aliposema mtoto amezaliwa, hakusema mtoto atazaliwa.
ni Pero dice que un hijo es nacido. Sí, matamshi anayoashiria imekwisha tokea tayari. Amezaliwa pale Bethlehem. is given, Sema tumepewa mwanamume. given at Calvary. Tumepewa mwanamume pale Kalvari. Had not happened. Ilikuwa haijatokea bado, lakini Isaya alikuwa na uhakika hasa katika ule unabii. Anasema imekwisha, tumepewa mtoto, mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto. Sabía que era como ya bien como hecho, entonces lo dijo. When he dado. says the whole earth is, Anaposema dunia yote imejaa Dice toda la utukufu tierra wake. llena de su gloria. you look around, you say, Unatazama huku na kule, unasema sioni hilo. Naitazama Tanzania, natazama Marekani, natazama everywhere. I huku na kule, sioni hilo. as good as Lakini kwake Isaya ni kwamba imekwisha kuwa na itakuwa. Estados Unidos, Asia, Europa, en muchos países, yo no lo veo eso, pero yo sé que whole está hecho. earth. Dunia yote. Je, umesikia ya kwamba kila goti litapigwa Cada rodilla se doblará. na kukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Baba? Itatokea. Hijo de Dios para gloria del Dios Padre. Look at verse 4. Tazama mstari wa 4. Voice and the poor Mstari wa 4, na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, that cried, and nayo nyumba ikajaa moshi. was filled with smoke. And then it goes on to say, and the post, and I said, woe Na mstari ule wa 5 ndipo niliposema ole wangu. Verso 4 de las puertas se estremecieron con la voz del que él clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí. Isaiah just saw glory. Isaya aliona tu utukufu Said, woe is na akasema ole wangu. there. Many people cannot Na watu wengi ambao hawawezi kuunganisha kule kuona utukufu wa Mungu na tamko la Isaya kusema ole wangu. Dios con decir, ay de mí. Now as I look at those, Napotazama hiyo mistari sasa Que cuando veo mchana wa leo, esta mañana, I see three. naona mambo matatu hapa. Jambo la kwanza, uno, Number one jambo la kwanza was looking at tunatazama confession, ukiri conviction, baada glory. ya confesión, kuhukumika kutokanako na kuona utukufu wa Mungu. See God's, Unapouona utukufu wa Mungu, Dios. when you see God's power, unapoiona nguvu ya Mungu, when you see heaven descend, unapoona mbingu ikashuka kuja duniani, when you see angels unapoona malaika wakilia mtakatifu, 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 Cantando, santo, santo, santo. all of us ghafla unagundua utambua uchafu wako na udhambi wako na hali yako ya kutokuwa mtakatifu na mwenye haki. Na ndio maana Isaya baada ya kuona utakatifu wa Mungu akajitazama, akajifananisha na kasema ole wangu. Todo eso te das cuenta de tu impureza, de tu pecado, de tu transgresión, y tú haces la comparación que tan santo es Dios y tú dices, ay de mí. when you see the glory Unapouona utukufu wa Mungu, kuna kule kuhukumika kunakokuja juu yako, Sobre ti la convicción and de the Dios. conviction will bring confession. na kule kuhukumika kuna kupelekea kutubu God's glory kwa kuona utukufu wa Mungu. Lakini hakuishia hapo Isaya. Jambo la pili, tunaona badiliko na kusafishwa kwake kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Y limpieza de la gloria de Dios. because we're told in verse 6 Sababu tunaambiwa Isaya 6:6 pale, key kisha mmoja wa wale maserafi flew one of the seraphim akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kala moto mkononi mwake, Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. which had taken with tongues. ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu, Then he said, and he na anasema akanigusa kinywa changu and said, kwa kaa hilo, akaniambia tazama, hili limegusa midomo yako and it says, na uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Y dice, y tocando, el verso 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. that brought cleansing. Hilo likaleta usafi katika maisha yake. Kuna watu wanaouona utukufu wa Mungu
na wanaondoka tu wanasema niliona utukufu, niliona utukufu, niliona utukufu. Ebu, jambo la kwanza, lazima kuwepo na kule kuhukumika kunako kuja juu ya maisha yako, kwa sababu umeuona utukufu, kile ambacho hujawahi kukiona. Lazima jambo la pili kuwepo na kusafishwa kunakotokana na wewe kusafishwa, na unaandaliwa kwa ajili ya huduma iliyotukuka baada ya kuona ule utukufu. Que también trae como algo más poderoso para el ministerio que vas a llevar. Baada ya kusafishwa, malaika akamtamkia na kumwambia, hili limegusa midomo yako na uovu wako umeondolewa, kila kitu kimeondolewa. Na Isaya hakukimbia. Na wewe lazima ubaki uwe unalisikiliza neno la Mungu. Tu pecado es limpiado, entonces tienes que escuchar la voz de Dios cuando eso pasa. Sikusema uwe unalisikiliza neno la mhubiri. Lazima ulisikilize neno la Mungu. Nini kinachokudumisha katika huduma? Nini kinachokushikilia ubaki chini katika huduma? Sio neno la mhubiri. Ni maneno, ni neno nalo ulisikia kutoka juu mbinguni. Na unaweza ukasema ni siku gani, ni mahali ya wapi, ni saa ngapi, ulikuwa wapi, na ukasema hili ndilo nililolisikia. Watu wengi wanaendelea katika maisha, wanasikiliza tu maneno ya wahubiri na wanasoma vitabu vya wahubiri. Wanajishughulisha tu na jumbe za wahubiri. Na ninawauliza sasa, ni kwa kiasi gani umeyafanyia kazi haya? Umekuwa ukipanda juu kiasi gani baada ya kusikia maneno ya wahubiri? Isaya hakupitia hizo sura 66 za kitabu chake, kwa sababu alikuwa na maneno ya Yeremia na maneno ya Hosea na watu wengine. Lakini pamoja na hilo, alilisikia neno la Mungu moja kwa moja kutoka mbinguni kuja katika moyo wake. Porque él tenía las palabras de Jeremías o otro de los profetas, sino de que él directamente escuchó las palabras de Dios. Ndio maana unayo sura ya 8 katika kitabu cha Isaya. Sura ya 8 nasema, niliisikia ile sauti. Nilisikia ile sauti ya Bwana ikiniambia. Alijua ile sauti ilikuwa inasema na yeye. Neno la Bwana litakujia wewe. Bwana atakapouliza, je, ni mtume nani na ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Utakaposikia hilo swali, usiinuke na kuliacha lile swali ukaondoka katika kiti chako bila kutoa jibu. Baki kwenye kiti chako na toa jibu. Kisha nikasema, mimi hapa nitume. Je, unaweza ukamwambia Bwana, mimi hapa nitume? Nitume. Nitume. Nitume Bwana. Bwana atakutuma. Takwenda mahali ambapo hujawahi kwenda. Tagusa maisha ya watu ambao hujawahi kugusa. Utafikia maeneo ya mbali ambayo hujawahi kuyafikia. Na hilo jibu utakalolitoa na libaki na wewe maisha yako yote. Mimi hapa nitume mimi. Kwa muda mfupi, hatuna muda mwingi sana. Jambo la kwanza tunatazama toba baada ya kuhukumika kutokanako na kuona utukufu wa Mungu. Isaya sura ya 6 mstari wa 3. Isaya 6 mstari wa 3. Anasema, wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la gloria de esta tierra está llena de su gloria. At the next
Tazama jambo linalofuatia hapa. Look at verse 5. Tazama mstari wa 5. In verse 5, Mstari wa 5 tells us then, anatuambia, ndipo niliposema. Yo hay. the word then means Neno ndipo ina maana baada ya kuona utukufu, baada ya kusikia habari za utukufu, ndipo niliposema ole wangu, kwa maana I am a man nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, and I nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, fall of na macho yangu Jesus said yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. the Lord of hosts. Entonces, después de ver la gloria de Dios, lo que sigue, Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. I saw the glory. Niliuona utukufu, Then I have arrived. Entonces, na hatimaye nikawa nimefika. Hapana, hapana. Niliuona utukufu I am perfect. na nimekuwa mkamilifu. Hapana, I saw the glory. niliuona utukufu. I must be 100% Lazima niwe able to go. 100% anayekubalika na Mungu. entonces Hapana, sí me acepta 100% porque vi su The gloria. glory No. brought conviction. ule utukufu ulileta kuhukumika. Goes through the Bible. Naweza ukapitia Biblia unaposoma juu ya utukufu wa Mungu, hilo ndilo unaloliona, A través de la Biblia, cuando se ve de la gloria de Dios, ya kwamba utukufu wa Mungu utupelekea kutubu na kule kuhukumika. We don't have the time to Hatuna muda wa kutosha kupitia maeneo mbalimbali katika Biblia unapoona utukufu. Tazama Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7. in 2 Chronicles chapter 7. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7 Solomon had made na mstari ule wa kwanza na wa pili. it says and the fire came down from heaven and consumed Basi Suleiman alipokwisha offering and alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana de Crónicas, ukaijaza cuando Salomón nyumba. Mambo ya Nyakati wa Pili 7 mstari wa kwanza huo. consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. look at verse Tazama mstari wa pili, about the glory. bado anazungumza juu ya utukufu wa Mungu. Dios, acerca de la gloria de He Dios. said the priest. Sema wale makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana. Why? Kwa nini? Kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Look at verse 3. Tazama mstari wa 3, bado anazungumza juu ya utukufu wa Mungu. Gloria de Dios. And when all the children of Israel Wakatazama wana wa Israeli wote, they uliposhuka ule moto, came down and utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya nyumba, the house wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Bwana and they worship the wakisema. 1 verse 2 verse Mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu unaona utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu. De Israel, descender el fuego de la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. after that glory of God. Baada ya ule utukufu wa Mungu, nini kilitokea? Jehová vino, ¿qué pasó? Everything is okay now because we seen the glory of God. Kila kitu kikatulia sasa kwa sababu umeuona utukufu wa Mungu. It's all right. Kanisa lipo shwari kwa sababu limeuona utukufu wa Mungu. Iglesia, está todo bien porque hemos visto la gloria de Jehová. Look at verse 14. Tazama mstari wa 14. In verse 14, Mstari wa 14, my people who are ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, Dice, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, baada ya kuona utukufu wa Mungu de haber visto la gloria. literally visible dhahiri shairi, Visible that the priest could not ya kwamba hata makuhani hawakuweza kuingia katika nyumba con sus ojos, ya la Mungu, gloria de Dios que es que los- and all the people without na watu wote bila kumsaza awaye yote waliuona utukufu. vieron la gloria. it says my people Sema ikiwa watu wangu, hiyo ni kazi yangu. but
ndio ninawatembelea, ni udhihirisho wangu. Lakini ikiwa watu wangu, baada ya ule utukufu katika sura ile ile, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso. Entonces era una visitación de parte de Dios, pero en el mismo capítulo dice después, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Some people think I've seen the Kuna watu wanaofikiria kwa sababu nimeuona utukufu wa Mungu hakuna haja ya kuomba tena. Hapana, umeuona utukufu, hakuna kufunga tena, tumeuona utukufu wa Mungu. Je, tutaendelea kubisha mlango wa rehema za Mungu ili mlango wa uamsho ufunguke kwa ajili ya maisha yetu? Hapana, kwa sababu tumeuona utukufu wa Mungu. Hapana. Baada ya kuona utukufu wa Mungu anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Pero nosotros preguntamos, oramos, ayunamos y seguimos buscando el rostro de Jehová. No, hemos visto la gloria de Jehová y estamos bien. No, pero The él glory of dice, God doesn't justify Utukufu wa Mungu hauridhii njia zangu mbaya. no justifica mis caminos pecaminosos. I must be 100% accepted. Lazima niwe 100% nakubaliwa na Mungu kwa sababu nimeuona utukufu wa Mungu. Hapana. Sema bado lazima uziache njia zako mbaya kwanza. Me está todo bien porque he visto su gloria. No, dice, si se humillare y si se convirtiera de sus malos caminos. It says, then Anasema, I hear from heaven. Entonces nitasikia toka mbinguni, Hear our atasikia maombi yetu, perdonaré sus pecados. will hear your atasikia maombi yako. and then it says he'll hear from heaven Anasema basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao and will na kuiponya nchi yao. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. a time to heal our land has now. Wakati wa nchi yetu kuponywa umewadia. Aquí ha venido. He will heal you. Atakuponya wewe, El Señor te escuchará. Heal your family. ataiponya familia yako. Sanará tu familia. Please. Tafadhali elewa, Entiende. When God speaks to you, Mungu anapozungumza na wewe ya kwamba nitakuponya, Sanará. don't go through any other. sianze kwenda kwa kaka mwingine. Kuna kaka mmoja alikuwa anauliza, je, vipi kuhusu Paulo? Acerca de Pablo. Because Paul had a thorn. Paulo alikuwa na mwiba katika mwili wake. Su aguijón en la carne. What's the thorn in the flesh? ¿Qué es un aguijón? Sasa huo mwiba ulikuwa ni nini? Je, ule mwiba ulikuwa ni saratani? O úlcera. Ule mwiba ulikuwa ni vidonda vya tumbo? Je, unaweza ukawa na saratani na vidonda vya tumbo na ukaenda katika vijiji mbalimbali, miji mbalimbali ambayo Paulo mtume aliendea na kuharibikiwa na kwa merikebo na kupigwa na kuteswa pamoja nao na kufanya yote ambayo Paulo aliyafanya? Hapana, haikuwa saratani, haikuwa vidonda vya tumbo, hakukuwa ni kitu ambacho mnakifikiria. Algo físico, cáncer, una úlcera que pasó Pablo a través de todas las cosas que él sufrió, que los latigaron y muchas cosas que por todas las aldeas que estaba predicando. ¿Fue cáncer o úlcera? No, no fue eso. He tells us, he said, because Anatuambia of revelation, kwa sababu ya mafunuo niliyopewa. Dice, por la Paulo revelación mtume que anatuambia, fue dado. a thorn in the flesh nikawekewa mwiba ulioruhusiwa na Mungu katika mwili wangu. also was a student. Najua Paulo mtume alikuwa ni mwanafunzi wa Agano la Kale, Estudiante del Antiguo Testamento. God had told the children na of Mungu aliwaambia wana wa Israeli, those Canaanites out, they will be msipowaondoa hao Wakanani watakuwa ni miba kati ya mili yenu, your body. He's talking watakuwa michoko kati yenu. Anazungumza juu ya haiba za watu ambao alikutana nao. Anasema mjumbe wa shetani alikuja kunitesa kila alipokwenda. Mafarisayo, Masadukayo walikuwa pale, na watu wa dini walikuwa pale, na watu waliyetambua miungu mbalimbali, Mungu Diana. Hayo ndiyo mateso ambayo alikuwa nayo. Hakuwa na saratani, hakuwa na vidonda vya tumbo. Mimi sitokuwa na saratani, jitabirie mwenyewe. Mimi sitokuwa na vidonda vya tumbo. Hakuwa na upofu. look at Paul there. Tazame Paulo mtume anafungua kurasa za Biblia, anasoma ili kuwathibitishia kwamba Yesu ndiye Kristo. Huyu mtu hakuwa kipofu. Era ciego. Pablo pasó muchas cosas y no era úlcera ni cáncer, sino era cosas que la gente, las personalidades de la gente le estaban atacando y persiguiendo. Persecution, yes. Mateso alikuja ndiyo, Pain, no. Dolor no. Disease. magonjwa hapana. Now, if somebody is going to claim Sasa kama mtu atadai ya kwamba magonjwa alikuwa juu ya Paulo,
basi na wewe lazima ukiri mafunuo aliyopewa yeye yaliyokuwa juu zaidi ya mwanadamu yoyote aliyo katika dunia. Kama hauna mafunuo ya aina ya Paulo, hauna mwiba katika mwili wako. Na usipokuwa na moyo mkuu, Paulo mtume anasema alikwenda katika mbingu ya tatu, na mambo ambayo hakuna mtu angeweza kuyafahamu katika hali ya kibinadamu. Na anasema vinginevyo nitajivuna na kujikweza, na kwa sababu hiyo mwiba na ukaruhusiwa, na akaenda akapigwa huko na kule, wakadhani amekufa. Hakufa, akainuka tena, akaenda Ikonia, akaendelea kuhubiri. Huo ndio mwiba, ni mateso yaliyoruhusiwa kwake. Na wewe hauna aina ya mwiba wa Paulo mtume. Unauona utukufu, na huo utukufu na kufanya uje mbele za Bwana na ukiri na kutubu mbele zake, na hatimaye ataponya nchi yetu. Sasa unapokuja katika Agano Jipya na unatazama Yohana sura ile ya 2 na mstari ule wa 11, Yohana sura ile ya 2 mstari wa 11, mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Alidhihirisha utukufu wake. Nini kilichofuatia baada ya hapo? Tazama mstari wa 13. Tazama 13. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu naye. Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Na huko Yerusalemu tunaambiwa akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kamba, akawatoa wote katika hekalu. Mstari wa 15. Na kondoo na ng'ombe akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia 16, wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Baada ya utukufu, mstari wa 11, alichokwenda kufanya ni kulitakasa kanisa, hekalu. Hatuwezi kuruhusu dhambi na uovu na kutokuwa na ustaarabu na utaratibu mzuri katika kanisa. Huku tunasema nimeona utukufu, nimeona utakatifu. Yesu alipouona utakatifu, kuna ule ukiri na kule kuhukumika na kule kusafishwa kwa hekalu. It makes the church irresponsible. Tunapojikita katika tu nimeona utukufu, hilo hupelekea kanisa kutokuwa na kuwajibika. Sielewi. Esa anasema ole wangu, tazama mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Huku tunasema tumeuona utukufu, lakini bado tunazungumza maneno ya masengenyo, maneno ya
hila, maneno ya uongo, na tumejaa mambo machafu yanayotoka katika vinywa vyetu, huku tunasema utukufu, 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 na kuwepo na kusafishwa na Bwana na atusafishe. Seguimos hablando cosas malas, mintiendo, chismeando, muchas cosas y decimos gloria, gloria, gloria. No, que el Señor nos limpie y nos Look at purifique. Hebrews chapter 2. Tazama Waibrania sura ile ya 2 mstari wa 10. Hebrews chapter 2. Waibrania sura ile ya 2 mstari ule wa 10. All things Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwepo, akileta wana wengi waufikirie utukufu. Causas son todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué That's what todas las Christ cosas? has come Hilo ndilo ambalo Kristo amekuja kulifanya, to exhaust away. ni kututoa sisi mbali na ule mmomonyoko na uchafu wa dhambi, na kutuleta katika uokovu, na kutuleta katika neema na ule utukufu wa haki. Nos trae de toda de la degradación y de lo malo del pecado a la gloria suya, a la purificación de Él. And not only the apostles, Sio tu mitume, sio tu manabii, sio tu wainjilisti, sio tu wachungaji na walimu, many ni kuwaleta wana wengi Solamente pastores evangelistas, waufikirie utukufu. sino mucha gente, muchos hijos a gloria. and you say to me, Na anasema kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. look at the next thing that Tazama linalofuatia katika mstari wa 11. for both he Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Son santificados, de un son todos. God does not bring glory and I so Mungu haleti utukufu ukiwa umetengwa. he brings many sons to glory. Aleti utukufu na kuleta matengano. Anawaleta wana wengi na anawatakasa, anawasafisha, anatupa huo ujuzi wa haki kwa ndani na utakatifu na utakaso, na anatufanya kuwa wamoja, na tunakuwa wamoja Trae kwa mucho kutakaswa. gloria y nos santifique, nos limpie por dentro, para que nosotros tengamos esa limpieza por dentro. We're coming back to Isaiah Na tazama Isaya sura ile ya 6, na nasoma mstari wa 6. 7. Isaya 6 mstari wa 6 na wa 7. 6. Isaya 6 mstari wa 6 na wa 7. Anasema kisha mmoja wa wale maserafi, Unto me having kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kala moto mkononi mwake ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Uno de los serafines tenía en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. and then in the next verse Na mstari unaofuatia wa 7, it upon akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, has touched hili limegusa midomo yako, thine na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Verso 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Are you surprised Je, unashangaa that a man ya kwamba mtu mtumishi, mhubiri, nabii Predicador y profeta, who had been preaching ambaye amekuwa akihubiri mafundisho ya uzima tangu sura ya 1 ya Isaya mpaka sura ya 5, bado alikuwa ana dhambi na uovu wa kuondolewa kwenye maisha yake? desde el capítulo 1 hasta el 5 todavía necesitaba iniquidad que se quitara de él. sometimes the voice of Mara nyingine sauti in our za kuhubiri zinakuwa ni kali mno katika masikio yetu kiasi ambacho zinazima ile sauti ya kuhukumika itokanayo na dhambi za siri na uovu wa siri. El predicador de predicar es tan fuerte que ya no se escuche la voz de convicción del pecado que está por dentro. and here comes point number 2. Sasa jambo la pili, kipengele cha pili ni badiliko na kusafishwa. Número 2, la conversión, Badiliko la limpieza. na kuoshwa au kusafishwa. Before the Lord. Tunakiri Tenemos que confesar hali halisi mbele za Bwana. Unafanya kama Isaya You allow the spiritual eyes na unaruhusu macho ya rohoni yatazame ndani yako na kuona ule uovu na ile dhambi. dentro a ver el pecado y iniquidad. you know in chapter 5
Najua katika sura ile ya 5 como en el capítulo 5, hay de before ese this time, before this glory, kabla ya huu tukufu before this revelation, na kabla ya haya mafunuo, ole wangu, ole wake yule. when he saw that glory of God, Yeye alipouona ule utukufu, the people who aliondoa antes de ver la jambo la kuwazungumzia wengine, akasema ole wangu. Kaacha kutazama watu wengine kwanza. Lord wants to bring Na Bwana anataka kulete mahali ambapo utatazama ndani yako na kuona yale ambayo hujawahi kuyaona ndani yako, para que veas dentro de ti lo que nunca has visto. and to accept na cleansing ukubali ile nguvu itakasayo ya Bwana ije juu yako na akuguse kwa ule moto utokao mbinguni. Para que Él pueda traer la virtud que lo limpia nuestro corazón. And the angel said, thine Na iniquity malaika anamwambia, Y dijo el ángel, tu pecado es uovu wako umeondolewa na dhambi yako y tu pecado. imefunikwa. Hebu niruhusu nikuulize swali. what will Isaiah's end Mwisho wa Isaya would have been katika ule umilele ungekuwaje bila ya sura ya 6? De Isaías sin tener este encuentro en capítulo 6. Nabii mkuu, mhubiri mkubwa, Gran hombre, minister, mtumishi mkubwa. predicador. the iniquity remained on Kama uovu ungebaki ndani yake, kama dhambi ingebaki ndani yake, leaves kama midomo michafu ingebaki pale, people in na ule ushawishi wa watu ambao waliishi kati yao, ule ushawishi wa uovu, kama ungebaki ndani yake, angekuwa wapi Pueblo, katika ule umilele? pueblo, su iniquidad, ese pecado hubiera quedado dentro de él, ¿dónde hubiera pasado la eternidad, Isaías? for some preachers that last Kwa baadhi ya wahubiri, prayer day maombi ya mwisho na ya maana walioyaomba for their false preaching. ni maombi yale walioyaomba kabla ya mahubiri yao. Baada ya mahubiri wanawahubiria na kuwahubiria watu wengine, kuwahubiria watu wengine, hawajiombei binafsi yao na dhambi zao zinabaki pale. Na kama uovu utabaki pale, hebu niambie, utakuwa wapi Muchos predicadores katika umilele? hacen una oración tan profunda antes de empezar su ministerio y predicar, y después están orando por otra gente, pero después la iniquidad está dentro de ellos. ¿Y qué pasará con ellos? He was cleansed. Alisafishwa. Pero él fue purificado. Nasema alisafishwa. I Purificado. said he was cleansed. Nasema Isaya alisafishwa. Purificado. Don't go quiet on me because Usininyamazie kimya kwa sababu nakuambia ukweli. I say he was cleansed. Nasema kama ambavyo Isaya alisafishwa, na wewe utasafishwa. Sino que yo digo, porque Isaías fue purificado, usted también será purificado. The fire came. Moto ukaja, Seen the fire in the temple. aliuona moto hekaluni, Templo. Glory in the na ule utukufu aliuona hekaluni, fire let the lakini temple ule to him and moto ukatoka hekaluni ukamjia yeye, na malaika akamwambia, sasa kwa kuwa huu moto umekugusa, dhambi yako imeondolewa, Ese fuego vino hacia él y el ángel uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. tu culpa es quitada. fire and flame. Moto na ule na miali yake. Fuego y llama. Has God changed? Je, Mungu amebadilika? ¿Ha cambiado Dios? Has his methods? Je, njia zake zimebadilika? He has not changed, but we Hajabadilika, sisi ndio ambao tumebadilika. the church has changed. Kanisa limebadilika. You know, since we came Najua here tangu at the tulipokuja beginning hapa of preach, nimekuwa nikisikia friends, kumbukumbu kubwa za uamsho uliopita. Del recordar del avivamiento del pasado. I've heard over and over Nimesikia preach juu ya uamsho wa Azusa 1906. Azusa, en la calle Azusa o en el 1906. if you were to go back Kama ungerudi katika wakati ule at William Seymour. na ukamtazama William Seymour akiomba. Seymour was the arrowhead of that revival. William Seymour alikuwa ndio mkuki wa ule uamsho. But to look at him praying, Ungemtazama akiwa anaomba na msisitizo, na ungemtazama kwa ndani ule utakaso na utakatifu ya mahubiri na ule ujuzi kabla Roho Mtakatifu kuja, na wakawa na shuhuda wa yale walioyaita habari za utukufu ya mambo yaliyotokea
na hawakuwa na udhirisho mwingine wowote isipokuwa habari za utukufu. Taelewa ya kwamba ni kama tunafanya michezo ya watoto katika nyakati zetu. Watu waliyekuja kwa mioyo yao yote, roho zao zote na nguvu zao zote, na walikuwa kipiga magoti yao mbele za Bwana, na walikuwa katika vumbi mbele za Bwana. Hawakuwa wanaomba uponyaji, miujiza hili na lile. Walikuwa wanaomba juu ya utukufu wa Mungu, na moto kutoka katika madhabahu ya Mungu ukaja juu yao. Ndivyo uamsho ule ulivyotokea. Wakati wetu umewadia na uamsho wetu unakuja. Tazama Malaki sura ile ya 3 mstari wa 3. Malaki 3:3 anatuambia pale. Malaki 3:3 tunaambiwa pale, naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Malaki 3:3 hiyo. Tazama Mathayo sura ile ya 3:11. Mathayo 3:11. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Najua mara nyingi tunadhani tunamheshimu Yesu, tunampendeza Yesu, lakini atuzungumzi juu ya toba. Ni kama kujipigia panda mwenyewe katika kanisa. Yesu anasema nimekuja kuwaita wenye dhambi waijie toba. Yesu anasema tubuni na kuiamini Injili. Yesu anasema usipotubu utaangamia. Yesu anasema na kwamba toba itahubiriwa kwa jina lake katika mataifa yote. Watu wakasema, naume na wanawake, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni na mkabatizwe kwa jina lake Yesu. Baada ya kwenda mbinguni, Yesu akaliambia kanisa kule Efeso, nina neno juu yenu, mmeuacha upendo wenu wa kwanza, tubuni mkaurudie. Bado analiita kanisa kuja katika toba, lakini tumekuwa tukipuuza toba. Kila mmoja anataka kujisikia vizuri na kufurahi. Kama unakuwa umefurahi pasipokuwa na uokovu, ni aina gani ya furaha hiyo? Sema nawabatiza kwa maji. Anasema bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa namna gani? Ebu sema kwa sauti. Ebu sema tena. Kunapokuwepo na moto, takataka zinatoweka. Na mtu ananiambia nimebatizwa katika Roho Mtakatifu. Namwambia ni kweli? Anasema ndiyo. Namwambia nionyeshe uthibitisho.
kule kunena kwa lugha kwenye marudio mara 100 anarudia yale yale. ha repetido 100 veces, él me lo repite otra vez. I say, okay, push that aside. Namwambia weka kando kunena kwa lugha. Hebu nionyeshe A un moto. lado, muéstrame el fuego. There's no fire. Hakuna moto. No hay fuego. There's no zeal. Hakuna shauku. Celo. There's no passion. Hakuna kiu. Dry. Hakuna msukumo. When you put a kettle on Unapoweka fire is burning and the water is boiling, that lid will go up. jiko lako kawasha, ukaweka pale chombo chako cha kupikia na moto ukawaka. Moto unapowaka unaonekana, na moto wa Roho Mtakatifu unapokuwepo, ule ubaridi unatoweka. Fuego, entonces cosas sucedan. Will not be pleading and begging. Hatutokuwa tunakuomba, tunakurai, tafadhali mtumikie Mungu. Hebu tafadhali fanya uinjilisti, tafadhali fanya hili. The church, the pastors Na kanisa lazima sasa litulagai, hebu twendeni mkafanya uinjilisti leo, tutawapeni zawadi, na kuna zawadi pale kama unataka zawadi yako. Hebu kanisa limekuwaje? Hebu moto na uje juu ya roho za kila moja, na hautolazimika kuniomba mimi. Tutafanya kazi kwa bidii na kwa msukumo, na moto tawaka ndani yetu. Como pidiendo, por favor hagan esto, por favor prediquen, por favor evangelicen, por favor trabajen. Si quieren hacer esto, les tengo un regalito, el primero que haga esto y lo otro. No, tenemos que tener un fuego por dentro. El fuego nos entra para motivarnos a hacer las cosas para Dios. I remember when I was seeking Nakumbuka nilipokuwa na utafuta ubatizo katika roho, Cuando yo estaba buscando el bautismo en el fuego de Dios. you know, somebody will stay before me. na mtu alikuwa anakaa karibu nami anazungumza kwa lugha, alitaka niige aliyokuwa anayazungumza yeye. Ananiambia na uwe na hekima sasa, kama utajazwa na Roho Mtakatifu. Anaendelea na lugha zake ili niige. Nikamwambia hapana, sitaki ndimi za kuazima, nataka ndimi halisi za roho. Me dijo, no, copia lo que él está diciendo. No, yo quiero Somebody else copiar, yo reached quiero out algo. origin. Hebu mtu mmoja niambie ndimi halisi. When I got it, Na nilipopata sikuwa peke yangu, niliyejua ya kwamba nimepata. Kila aliyenizunguka alijua, kwa sababu kuna aina ya moto ulikuwa unawaka, na tangu moto ule ulipoanza kuwaka mpaka leo, if the fire still burns, tazama, je, moto bado unawaka ndani ya baba yetu? Todo el mundo sabía, no solamente yo, porque no era algo solo por dentro, sino se podía ver el fuego. Hasta hoy tengo el fuego de Dios. and somebody, Evangelist Solomon doesn't have to say, Pastor, Mwinjilisti Solomon atakiwa kusema tafadhali mchungaji Kumui, njoo Canada, njoo kuniomba. it's already Hahitaji kuniomba, moto ananisukuma tayari kuja Canada. Como me pidió, por favor, ven a Canadá, lo queremos aquí en Canadá. Me tenían que rogar, no, el fuego dentro de mí me mandaba a Canadá. look up here. Tazama huku You think I'm mbele. older than you are? Je, unafikiri mimi ni mtu mzima sana kuliko ulivyo wewe? Older than you. Na kuuliza, je, unafikiri mimi ni mtu mzima kuliko ulivyo wewe? What we call Disemba tulikuwa na mkutano tunaoita Faraga Disemba. Tuliwakusanya watu wote, watu wetu katika mataifa 120, na nilihubiri mara 3 kwa siku. Na Disemba hii iliyopita, na ninavyokuja ni kama na asubuhi na ubiri ujumbe kama ni ujumbe mmoja kwa siku 5 au 6 hivi. Tuvimos un retiro con nuestra iglesia allá y tuvimos como 120 personas, como por 5 días, 3 veces al día yo predicaba, y cada vez que entraba era como mi primera vez entrando a predicar. after that we moved to the Baada ya hilo tukafika mwisho wa Disemba, Januari, tukawa na mkutano, kongamano la viongozi. Tukakusanya zaidi ya watu 70,000 katika mataifa mbalimbali, na nilihubiri walau mara 3 kwa siku. Enero tuvimos un congreso de liderazgo que teníamos como 17,000 personas de diferentes naciones, y por varios días yo predicaba por lo menos 3 veces al día. we finished on Saturday. On Tulimaliza Jumamosi, Jumapili nilikuwa na ubiri, Jumatatu nilikuwa na ubiri, Jumanne nilikuwa na ubiri. Desde terminar el sábado, del domingo, lunes, martes, todos los días yo empezaba a predicar. second week of January, I went on like that. Juma la 3 la Januari niliendelea hivyo hivyo, Jumatatu, Jumanne, And pretty Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, na nikahubiri tena. marathon, and then Tarehe 14 Januari nikaenda uwanja wa ndege, nikaenda Marekani. Huduma ikaendelea kutoka pale. we were
na Februari tukaenda Australia, tukaenda Vanuatu na tukaenda New Zealand, na kutoka pale tupo hapa Canada. Terminamos el 14 de enero para ir a los Estados Unidos, de ahí pasamos a Vanuatu, Nueva Zelanda y desde ahí aquí en Canadá. And I don't give God's people Na food. Y no les siwapi watu wa Mungu chakula palabra vieja, kilicho kipolo. pan viejo. Get my notes. Nasema hebu nichukue tu kile nilichohubiri kule Australia nije kuwatupia nyinyi No, you are chakula hicho Canada. Hapana, nyinyi ni wa thamani mno. Yo no solo agarro las notas que yo prediqué en Australia y los traigo a ti a dárselos a ustedes. No, ustedes son más preciosos que eso. and here we are. Na tupo hapa. Because your Na ministry, kwa sababu nyinyi ni watumishi, I'll tell you what I wouldn't have told. nitawaambia lile ambalo nisingewaambia kirahisi. Before we started here, I've been waiting Kabla tujaanza mkutano hapa, nilikuwa nikimngojea Bwana, nikiwa nakula chakula chepesi sana usiku until mpaka last night. usiku wa jana, Anoche. And here I am. na I should nipo hapa receive hivi. Naonesha kana kwamba jamani, hebu nyie watu nioneeni huruma. Así como pobre de voice mí, is gone. Sauti yangu imekwisha, nguvu yangu imekwisha. porque yo no tengo energía. Haleluya! Moto, moto, And he will make you. na atakufanya wewe kwa mwali wa moto kwa jina la Yesu. Fuego, una llama en el nombre de Jesús. He shall baptize you Atakubatiza wewe with fire. kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. That word Sasa hilo neno kubatizwa is in the original. The kwa lugha ya asili, English is from lugha kubatiza sio Kiingereza, Sino de baptizo, It means you take na hiyo inamaanisha ni kuchukua que tomar un vaso kikombe kisichokuwa na maji, sio tu kukinyunyuzia, kukijaza maji kile kikombe au ile glasi, the glass unaizamisha ile glasi katika maji, ese vaso en agua. and the water fills. na maji yanajaa kwenye ile glasi, Water surrounds. na maji yanaizingira ile glasi, The water submerges. na maji yanaizamisha ile glasi. He will take you, Bwana atakutwaa wewe, soul and spirit, tatwaa roho, nafsi na mwili wako, na kukuzamisha, inside the Holy na kukuzamisha ndani ya Roho Mtakatifu na ndani ya moto, En fuego santo. will burn in. na moto huo utawaka ndani yako, Quemará dentro de tu espíritu. Fire will burn every. na moto utateketeza kila makapi na kila ugonjwa kutoka katika mwili wako. Pureza y enfermedad de tu cuerpo. And you know, our people in Na unajua watu wetu kule Afrika wanaelewa hili. Entenderá esto. we have those meetings. Tunapokuwa na ile mikutano yetu kama faraga au kongamano la viongozi, O sea, como retiros o congresos. My first message ujumbe wangu wa kwanza asubuhi ni saa 12:30, A las 6:30. get up before 5. na ninaamka kabla ya saa 11, najiandaa, And when I go there, na ninapokwenda pale don't say, can you sianze kusema jamani, kanisa, hebu eleweni, mimi ni mzee, nahitaji kukaa chini alafu niwe na ubiri. Por favor, entiéndeme, soy un hombre viejo, yo quiero sentarme. you can stand, I can stand. Kama wewe unaweza kusimama na mimi naweza nikasimama. I can stand. Kama mimi naweza kusimama na wewe unaweza kusimama. Y usted también se puede parar. Look at Solomon. Tazame Suleiman, bado anaendelea, anamzungumzia mchungaji Solomoni kule Canada, bado anasimama, Se para en el na Stands. anasimama kanisani, anasimama hadharani. You don't know about this. Haujui habari hizi. Pia anasimama katika siasa. en la política. Je, nipo sahihi? Nipo sahihi? ¿Tengo razón? And he'll never cringe. Na wala hanyongei mbele ya wao yote, hawi mnyonge. Da vuelta para ninguna persona. Fire that burns in me. Moto unayewaka ndani yangu unawaka ndani ya Solomoni, The fire that burns na moto unayewaka ndani yetu utawaka ndani yako. Que quema dentro de nosotros, quemará dentro de ustedes. Look at verse 12. Tazama mstari wa 12, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Entonces dice, su aventador está en
su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Today, a fire Leo burn in your heart. moto unaanza kuwaka katika maisha yako. En tu corazón, Every chaff of a Kila makapi yatateketezwa. what's chaff Makapi ni nini? is something Makapi ni kitu kisichokuwa na thamani, kisichokuwa na maana, sio tu kitu chenye kilicho na uovu, kitu kisichokuwa na maana. every useless, worthless thing. Chochote kisichokuwa na maana, kisichomaanisha chochote katika maisha yako kitateketezwa. se quemará en tu vida. Is sickness, wheat, or chaff? Je, ugonjwa ni ngano au makapi? O es paja. Hindrance Ni jibu. way, is that Kikwazo katika njia yako ni ngano au makapi? ¿Es trigo o es paja? satanic attacks? Mashambulizi ya shetani na mateso ya kishetani, je, hiyo ni ngano au makapi? All the chaff in your Makapi yote katika maisha yako. Nasema makapi yote katika maisha yako. of chaff. Un montón Lundo la makapi, moto. Holy Ghost Roho Mtakatifu come in there, takuja hapo burn every. na kuteketeza kila kitu. todo eso. I'm telling you, Nakwambia the chaff has no chance. makapi hayana fursa ya kubakia katika maisha yako. Life will become a life. Maisha yako yatakuwa ni maisha yenye hadhi. Coming back to Isaiah, Kirudi katika Isaya, this has touched your lips, hili limegusa midomo yako taken away. na dhambi yako imeondolewa, uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Kule kusafishwa kunakuja kwa sababu ya utukufu wa Mungu aliyouona Isaya. Estado de estar en la gloria de Dios. Look at number 3 here. Número Tazama kipengele cha 3. We're looking at verse 8 now. Our consecration Kipengele cha 3 ni kujiweka wakfu kwetu na agizo liutukuzao creación y utukufu wa Mungu. promoviendo la gloria de Dios. you promote God's Utautukuza utukufu wa Mungu. every message, Kila ujumbe ambao utauhubiri kuanzia sasa utatukuza utukufu wa Mungu. Das tú para promover la gloria de Dios. every work of your hand, Kila kazi ya mikono yako itauinua utukufu wa Mungu. Verá la gloria de Dios. every pursuit of your life. Kila shauku ya maisha yako itatukuza utukufu wa Mungu. Ver la gloria de Dios. Isaiah came, Isaya Isaiah is gone. amekuja na Isaya amekwenda. Ya se fue. Of the hour, Mtu wa saa ile, the woman of the mtu wa saa hii, mwanamke wa saa hii, Isaiah of that. sio Isaya wa nyakati zile. Tiempo. What's your name? Jina lako nani? I said, what's your Jina lako nani? Mimi ni Eugene. what's your name? Na kuuliza wewe, jina lako ni nani? The man. Wewe ndiye mwanamke mwanamme wa saa hii. De la hora. A question is coming. Swali linakuja kwa ajili yako Y la pregunta kutoka mbinguni. para A ti. question coming to you. Swali linakuja kutoka katika utukufu. Isaiah chapter Isaya sura ile ya 6 mstari wa 8. Verso 8. also. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, También escuché la voz. I saw the fire. niliuona moto, I saw the flame. niliona miali, I heard the angel. niliwasikia malaika New glory. na nilijua utukufu umekuja. Había venido. To lead that. Sio hilo tu, Solamente I esto. saw the seraphim. niliwaona makerubi He flew to me. walinisogelea. The tongue in his hand. Niliona lile kaa katika mkono wake, Fire. niliona kaa la moto na akagusa midomo yangu, na nilisikia Yo sentí el Is declared. kule kuunguzwa, na nikasikia lile tamko lake, hili limegusa midomo yako. Lakini sasa pero ahora pia Also, before you go from here, kabla hujaondoka hapa mchana wa leo, neno hili pia ndipo lazima likujie. esta tarde esta palabra tiene que venir a ti también. I Kisha nikasikia, au ndipo niliposikia, sio habari ya walioyasikia wengine, mimi nikasikia. Sijui wengine wamesikia nini. Kisha mimi nikasikia, na ni matendo yako baada ya mkutano huu yatakayodhihirisha kuna kitu ulisikia. De esta reunión que demostrará que tú escuchaste. it
is how you stand. ni namna unavyosimama. Where you stand. Unasimamia wapi? For what you stand. Unasimamia nini? For who you stand. Unasimama kwa ajili ya nani? ¿Por quién te levantas? Baada ya mkutano huu itadhihirika kuna kitu ulisikia. Ni wapi unakoelekea Here's what you did. na nini unafanya baada ya mkutano huu, That will show ndilo litakalodhihirisha kuna kitu ulisikia. Algo. Kisha nikasikia you are not there. wewe haukuwepo pale niliposikia. Cuando yo escuché, I could tell you. Ningekuambia, ningekupeleka mahali na saa ile pale niliposikia. lugar y el tiempo donde I saw. I knew Niliona, nilijua all that God is doing. yote ambayo Mungu anayafanya sasa, niliyasikia na kuyaona na kuyafahamu. yo escuché. I could sit you down. Tell Ningekukalisha chini na kukuambia niliyoyasikia, lini niliyasikia namna gani. Lakini hata kama haukuwepo pale, tangu sasa mahali mbalimbali nilipokwenda na yale ambayo Mungu amekuwa akiyafanya, utajua ya kwamba mimi Ahí cuando yo nilisikia. puedo sentar y decirte todo eso, pero lo vas a entender cuando ves donde yo he estado, donde yo voy, lo que estoy a haciendo. new chapter of the history of your Sura mpya ya historia ya maisha yako inaanza kuandikwa. Vida está a punto de a new escribirse. level. You're Ngazi mpya, unakwenda katika ngazi mpya. Vienen a ti. the people who are Na watu ambao hawapo katika ibada ya leo watajua kwa yale ambayo watasoma yanayokuhusu wewe na watakayoyaona na mambo atakayotokea kupitia maisha yako, watajua ya kwamba wewe ulisikia kitu. Hoy que van a entender y saber que por lo que tú haces y tú dices y tú estás haciendo, que tú oíste algo. also I heard the voice of the Lord. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, La voz del Señor decir, Whom shall I? ni mtume nani? ¿quién enviaré? Whom shall I send? Ni mtume nani? What was the population of Idadi ya wana wa Israeli wakati wa Isaya ilikuwa ni kiasi gani? En el tiempo de Isaías. They were into their millions. Walikuwa katika mamilioni yao, But one man single lakini mtu mmoja akajitofautisha. Estaba entre todos ellos. was the population of Canada. ¿Qué es la Idadi ya Watanzania ni kiasi gani? Milioni 65. ¿Cuántos millones tenemos aquí? 27 million. 25, Canada ni 27, sisi ni 65. 40 Canada 41. Milioni 41. Asante. Here, Na kuna mtu mmoja hapa atakayejitofautisha, atakayejitenga. one woman here to single herself. Je, hakuna mtu ambaye anajitambua mwanamke na kujitofautisha na kusema Answered, kama Isaya, na nitume mimi hapa, nitume mimi. don't tell me. Usiniambie mimi, mwambie Bwana, mimi hapa, Dígaselo al Señor. nitume mimi. Sí, Señor. Tell those angels watching. Their Waambie wale malaika wanayetazama, wanayengoja, wanataka wafurahi na watu ambao wanaotubu. Waambie wale malaika, mimi hapa Bwana, Tienes que nitume mimi. están rodeando el trono de Dios. Dígale al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. The church has been waiting for a long time. Kanisa limekuwa likisubiri kwa muda mrefu, For rich people have been waiting. na watu ambao hawajafikiwa wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu wafikiwe. God, let your rich people know, here am I have come. Mwambie Bwana, waambie watu ambao hawajafikiwa, mimi hapa, nitume mimi Bwana. Unapomjibu Bwana leo, New fire will moto mpya utawaka ndani ya nafsi yako. new anointing. Upako mpya utakuja juu ya maisha yako, Fuerte vendrá sobre tu vida. na nguvu mpya ambayo hujawahi kuihisi inakuja juu ya maisha yako. Que nunca has sentido vendrá sobre ti. You will do things you have never. Utafanya mambo ambayo hujawahi kuyafanya. Cosas que nunca has hecho. When the fire came on me Moto ulipokuja juu ya baba yetu katika Bwana, to say things I never alianza kuzungumza mambo ambayo hakuwa ameyapanga kuyazungumza. in the service. Tulikuwa katika ibada Man who had been under na mwanamke ambaye alikuwa amepagawa haswa na mapepo Posesión she was demoníaca. there that alikuwepo katika ile ibada asubuhi ile, I was to do the regular. na mchungaji alikuwa afanye mambo yake katika utaratibu wa kawaida. We have our own system. Tuna mfumo wetu wenyewe na mambo ya kuyaombea katika ibada yetu, Siempre oramos. I had the items there. na nilikuwa na mambo pale ya kuyaombea.
nilikuwa na mfumo wake, lakini moto ulikuja na nikafungua kinywa changu, nikaanza kusema, yule mwanamke pale amepagawa na mapepo kwa miaka 18. Sikuwa nazungumza naye, nilikuwa nazungumza na lile pepo lililokuwa ndani yake. Nikasema, hilo jitu lilo ndani yako linalomtesa huyo mwanamke, toka! Mpaka siku ile nilipokuwa nafanya hivyo, tulikuwa hatujawahi kufanya namna hiyo katika kanisa. Tangu Mungu aliponiruhusu nikiwa na hudumu katika kanisa, sijawahi kukemea pepo kwa namna hiyo hadharani pale kanisani. Na wewe utakwenda maeneo ambayo hujaenda, utazungumza mambo ambayo hujawahi kuyazungumza. Na Bwana akafungua macho ya yule mwanamke na akaliona lile pepo likimtoka, na nikaliambia lile pepo, usikae hapo, toka! Lile pepo likaanza kuondoka, likataka kufika mahali tule, nikaliambia endelea kuondoka. Nilianza kushangaa juu yale ambayo nilikuwa nikiyazungumza mimi mwenyewe. Nikaanza kusema, je, watu watanizungumziaje? Na nikasema, usije kamwe ukarudi tena. Baada ule mkutano siku ile, yule mwanamke akanijia, akaniambia, namtukuza Mungu ambaye anatenda kazi na kuzungumza kupitia wewe. Akasema yeye ndio mtu ambaye nilikuwa nazungumza habari zake. Alikuwa amevamiwa na kuteswa na mapepo kwa miaka 15 na akapata ukombozi mara moja. Nilijua moto umekuja juu yangu, na wewe utajua ya kwamba moto umekuja juu yako. Atabadilisha muonekano wako. Unapofikiri hauwezi kuzungumza, utazungumza. Atakuleta mbele ya wakuu na watu wa kawaida. Atakuleta mbele ya watu ambao wanadhani wao ndio wenye nguvu. Nguvu iliyo ndani yako itameza nguvu yao. Ni mtume nani? Na ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Nami nikasema, mimi hapa, nitume mimi. Hebu na tuinuke sasa tuombe. Mimi hapa. Mimi hapa. Mimi hapa. Nitume. Mimi hapa. Nitume. Inuka kwa miguu yako tuombe. Mimi hapa. Nitume. Ni wakati wa kuomba. Fungua kinywa chako na umwambie Bwana. Bwana, ninakuja. Ni wakati wa maombi. Simama kwa miguu yako. Baada ya kuona ule utukufu wa Bwana, lazima uhukumike. Baada ya kuhukumika, unakiri maovu yako. Na kiri vile ulivyo, wewe ni mtu wa namna gani. Kiri. Tubu. Tubu ule udhaifu. Tubia udhaifu wako. Tubia ule ugumu wako wa moyo. Tubia ule utamaduni wako nao kuzuia usisonge mbele. Lolote lilo la kimwili la kidunia. Je, haujauona utukufu wa Mungu tangu mkutano ulipoanza? Na kuwepo na kusafishwa, na kuwepo na kutakaswa, na moto wa Roho Mtakatifu uteketeze kila kitu kilicho makapi katika maisha yako. Nitakase Bwana, nitakase Bwana, nisafishe Bwana. Moto wa Roho Mtakatifu na uteketeze kila makapi katika maisha yangu. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Atafanya. Atafanya. Na utaisikia sauti yake.
Na anasema ni mtume nani? que dice él, ¿quién who will go Na ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? telling the Lord now, Na unamwambia Bwana sasa, here, Bwana Señor, mimi hapa. aquí, Lord, Bwana nitume mimi hapa. aquí, as a man you sing Kama mtu como un hombre, hágate tú mismo, unajitofautisha, kama mwanamume mwanamke, mujer, hágate unajitambua ya kwamba unataka utumwe wewe. diga el Señor, heme aquí, envíeme a mí. anywhere you want. Bwana nitume mahali popote unapotaka, katika eneo lolote, People you kwenye tabaka lolote la watu. Lord, here am I. Bwana nipo hapa. Dígale, Señor, heme aquí. Here am Bwana nipo hapa. I. Lord, here am Bwana nipo hapa. I. Send me, Nitume. Envíame a mí. and he will send you Na atakutuma new life, maisha mapya, new ministry, huduma mpya, Tu vida, tu ministerio, nguvu mpya, new anointing, upako mpya, y unción new nueva. unction, msukumo mpya, places you've never maeneo ambayo hujawahi kwenda, people you've never watu ambao hujawahi kuwahudumia, Nunca has ministrado. messages you've never jumbe ambazo hujawahi kuhubiri. Dado. here am I. Nipo Heme hapa, aquí. Here am I. mimi hapa, Here am mimi hapa. I. Lord, Bwana nitume, Envíame a mí. Lord, Bwana nitume. Envíame a mí. answer him. Mjibu Bwana. Hear your. Bwana na asikie jibu Que Él lako. escuche tu respuesta. Let him know you are the one. Bwana na ajue ya kwamba wewe ndiye ambaye Tú eres el consagrado. umejiweka wakfu, You are set umejitoa, unto the umejitenga kwa ajili ya Bwana. Ante el Señor. Here am I. Mimi hapa, nitume Bwana. Receive that recommission. Pokea uko Esa comisión de nuevo. kuagizwa kwa upya. And it's Anakutuma, anasema nenda, Suyo. preach the gospel. kahubiri injili Every creature, kwa kila kiumbe. he that believeth Yeye aaminie na kubatizwa ataokoka. Quiere y se bautizara, será salvo. said these signs shall follow Na anasema ishara hizi zitaambatana nao waaminio. in my name. Kwa jina langu watatoa pepo, Los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios. And in his name you lay na kwa jina lake utaweka mikono yako juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Los enfermos y recobrarán, se sanarán. went forth, Nao wakatoka na wakaenda kila mahali wakihubiri neno, walking na Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara Señor irá na con ajabu ellos, zikifuatana nao. señales se les seguirán. in Jesus' Kwa name. jina la Yesu tumeomba. A good age, Nipe amina nzuri, a revived, nipe amina iliyowishwa, an amen from recommission. nipe amina itokayo kwa watu walioagizwa kwa upya. Raise up your hand. Inua mikono yako juu, A new power is nguvu mpya inakuja juu yako, Luego viene sobre ti. anointing. pako mpya unakuja juu ya maisha Ahora yako. viene sobre ti. He enlightens, Anatutia nuru, Ilumina. he enlists anatuorodhesha katika jeshi lake, na anatuhusisha baada ya kutuvika nguvu na kutuwezesha. De equipar y empoderarnos. Father, Inua mikono yako juu. Baba, kwa jina kuu la Yesu, Poderoso de Jesús. we come believing tunakuja tukiamini Estamos creyendo. that we have been speaking. ya kwamba ulikuwa unazungumza na kila mmoja wetu. Nosotros We have received your Tumepokea neno lako, recibimos tu palabra. we have heard, tumesikia wito, Hemos escuchado el llamado. na tunajua mkono wako upo juu ya kila mwanamke mwanamme. Está sobre cada hombre y mujer. you are recommissioning, Unatuagiza Nos está kwa upya, sending, unatutuma kila mmoja wetu, dando a todos. you have equipped and umetuvika nguvu, umetutia nuru, kila mmoja wetu tayari Iluminado a todos. we have submitted, tumejisalimisha na kujiachiria Hemos sometido y rendido a ti. enlisted
na tumeorodheshwa katika jeshi la Bwana. En el ejército de Dios. Tangu siku ya leo tunakuja katika muhula mpya wa kuhusika. Bwana, tunaomba Roho wako, nguvu yako utatubatiza na kumjaza kila mmoja hadi kufurika. Nos bautiza y, Señor, que derrame sobre nosotros hasta sobreabundar. Moto wa Roho Mtakatifu Espíritu Santo utawaka ndani ya kila maisha. Utateketeza kila makapi mbali na kila maisha kwa jina la Yesu. todas las vidas aquí en nombre de Jesús. Tunapoondoka kutoka hapa, tunapokwenda uwanjani, naomba mahali pale papya ulipotuitia na kuwepo na nguvu mpya ya Roho, ikadhirishwa ile nguvu katika ule uwanja kwa jina la Yesu. Todos los días. Kila siku watumie watu wako, Tus hijos. kila siku Todos los días. tenda makuu kupitia maisha ya kila mmoja, na utukuzwe kupitia maisha, na kuwepo na nguvu katika maisha yako na utukufu katika maisha yako, na kufurika kwa Roho katika maisha yako, na ule msukumo utokanayo na moto, nguvu itokanayo na moto, na ile shauku itokanayo na ule moto, na iwe juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. El celo y el poder que está, que viene del poder de Dios, el fuego sea sobre tu vida. Makapi yoyote ya magonjwa, makapi yoyote ya udhaifu, makapi yoyote ya mambo yasiyofaa katika maisha wa yote, yakateketezwe kikamilifu kwa jina la Yesu. Enfermedad, en cualquier cosa que es inútil, en cualquier vida, Señor, que se queme, que lo quemes todo en nombre de Jesús. Asante Bwana. Imekuwa, Es hecho. imekuwa. Kaka yangu pale nasema imekuwa. Usted, hermano, está hecho. Dada yangu, binti yangu pale, imekuwa. Hija, para usted está hecho. Ukurasa mpya katika maisha yako, sura mpya katika maisha yako. Vida. Wewe ni chombo kipya katika mikono ya Bwana. En las manos de Dios. Asante Bwana. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Mkono mtupu kuona